Kwa jina naitwa Mesera Giligisi Mgamba, mwenyeji wa mkoa wa Simiyu, wilaya ya Bariadi. Ndugu waandishi wa habari, nimewaita hapa leo ikiwa ni haki yangu ya kikatiba kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 ibara ya 18A ambayo inatoa uhuru wa mawazo na kueleza fikira kwa kila Mtanzania. Bahati mbaya sana siku hizi mtu akipongeza serikali anaonekana ni chawa. Mtu akipongeza serikali anaonekana anatafuta sifa aidha za kutafuta madaraka, apewe uongozi na kadhalika. Lakini ukiangalia hata wale wanaoikosoa na kuzani watu wanaopongeza kwamba hawako sahihi, hawana hata mantiki ya kukosoa serikali. Kwa sababu huwezi ukakosoa serikali kwa kusema miaka 60 tangu tupate uhuru serikali ya Chama cha Mapinduzi hakuna ilichokifanya. Mimi naona ni kama kwamba ni mtu anakosa exposure. Kwa sababu mtu anaposafiri akaenda Ulaya, akaenda Asia, akaenda Amerika, akaona maendeleo wenzetu waliko, akarudi hapa anaona ni kama kwamba serikali yetu haijafanya kazi. Lakini hajaona exposure hata ya nchi zetu zingine za hapa Afrika ni kwa namna gani zimepiga hatua tangu kupata uhuru. Binafsi mimi nilikuwa na Africa Voyage, nilikuwa nasafiri nchi mbalimbali za Afrika. Kuanzia mwaka 2020 mpaka mwaka huu nimesafiri nchi nyingi, sio Afrika Mashariki tu, na hata nchi za SADC. Nimeenda Kenya, nimeenda Uganda, nimeenda Rwanda, lakini pia nimeenda Msumbiji, nimeenda Zambia, nimeenda Namibia, nimeenda Angola. Kuna mambo ambayo nimeyaona kwenye nchi hizo na nikalinganisha na sisi hatua tulio nayo. Ni mambo mengine ukiyasikia mtu anasema serikali haijafanya kazi mpaka unamsikitikia. Kuna baadhi ya nchi sitazitaja kwa majina ambazo nimewahi kwenda, nimekuta kwa mfano mambo haya ya umeme. Tunaposema nchi yetu imepiga hatua kwenye kutekeleza miradi ambayo ni ya uzalishaji wa umeme, tunamaanisha imepiga hatua kweli. Kuna nchi kipindi cha ukame, kipindi ambacho hakina mvua, unakuta kwenye masaa 24 kuna mgao wa umeme, mtu anapata au mtaa unapata umeme kwa masaa 3 kati ya masaa 24. Hasa ukalinganisha na sisi, unaweza ukaona ni hatua gani tumeipiga. Mimi katika kusafiri kwangu nimesafiri mpaka nimeenda vijijini, na sehemu zingine nimeishi kwa zaidi ya siku 30 mpaka siku 90. Vijijini experience maisha halisi ya wananchi katika nchi hizi za Afrika. Unakuta kuna sehemu mtu kusafiri kutoka kijijini kwenda wilayani anatumia siku 3 na usafiri ni kwa miguu, hakuna miundombinu. Lakini mwingine kwenda kutafuta huduma za afya inabidi atembee kwa miguu. Sasa kuna namna watu wanakuwa wanakosoa serikali, wanasema haijafanya kitu chochote, lakini ni kwa sababu hawana reference sahihi ya kulinganisha. Lakini jambo lingine naweza nikashauri vijana wenzangu, hatuwezi kutatua matatizo yetu kwa kulalamika. Nadhani ni wakati sasa wa kuamka na kuhakikisha tunashiriki katika kujiletea maendeleo ya nchi yetu na maendeleo yetu binafsi. Tukiendelea kuwa watu wa kulalamika peke yetu, tumekaa pembeni, tumeacha mambo yaende kama yalivyo, hatuwezi kufikia maendeleo ambayo tunayatamani yawe. Kwa hiyo huu ni wakati wa uchaguzi. Mwaka 2025 huu tunaingia kwenye uchaguzi mkuu, na serikali ndiyo tunayoitegemea ituletee maendeleo. Tunapoingia kwenye uchaguzi tunazo haki mbili kama vijana za kuhakikisha tunazipata. Kuna haki ya kuchagua, tunaweza tukashiriki kwenye uchaguzi huu kwa kuchagua kiongozi bora ambaye tunadhani atatufikisha pale tunapotakiwa kufika. Lakini tunayo haki ya kuchaguliwa pia. Kwa hiyo tunaweza tukagombea nafasi mbalimbali za uongozi ikiwemo udiwani na ubunge ili tuweze kuwa chachu na sehemu ya kuweza kuchochea maendeleo ya taifa letu. Na nimekuwa nikishauri hivi kuanzia muda mrefu tangu mwaka 2020 ambapo mimi binafsi niliamua kukata shauri na kutia nia ya kugombea ubunge katika jimbo la Bariadi mwaka 2020 kwa mara ya kwanza. Na nikawa na washauri vijana wenzangu tujitokeze kwa ajili ya maslahi ya taifa letu. Na ninavyoongea hivi leo basi, leo tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2025, zikiwa zimebaki siku chache kuelekea kwenye mchakato wa uchaguzi mkuu. Ndugu waandishi wa habari, naomba nitangaze rasmi kwamba mimi Mesera Giligisi Mgamba, utakapofika wakati wa kuchukua fomu, ninaonyesha nia ya kugombea ubunge katika jimbo la Bariadi vijijini. Itakuwa ni mara yangu ya pili kugombea nafasi hiyo, lakini itakuwa ni mara ya kwanza kwenye jimbo jipya la Bariadi vijijini baada ya kukatwa kutoka kwenye jimbo la Bariadi.
Jimbo la Bariadi vijijini linazo kata 21 na wakazi takriban 383,385 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 ya watu na makazi. Kwa hiyo naonyesha nia kwenda kugombea kwenye jimbo hilo wakati utakapofika, na endapo nitapata ridhaa kutoka kwenye chama changu cha Mapinduzi. Najua chama changu kimeshaweka ratiba kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe 2 tutaenda kuchukua fomu. Kwa hiyo nitakuwa miongoni mwa watu watakaochukua fomu kuomba ridhaa kwenye chama changu, na kama kitaniamini kikao hiki rasmi nimekiitisha ili kutangaza nia. Utakapofika wakati wa kwamba sasa nimepata ridhaa ya chama changu, ndipo tutakuja kukaa hapa, tutaitana, tutaelezana naenda kufanya 1, 2, 3 kwenye jimbo langu. Changamoto zipo, nazijua kabisa vizuri kwa sababu mimi nimezaliwa kule, nimekulia kule, na zaidi naweza kusema zaidi ya maisha nusu ya umri nilionao nimekaa Bariadi. Nimezaliwa Bariadi, nimesoma Bariadi kwa kiwango fulani cha elimu kabla ya kuondoka kule. Kwa hiyo nazijua sana changamoto za kule, na nimepanga namna ya kwenda kuzitatua. Lakini sasa wakati utakapofika wa kupiga kampeni na wa kusema kwamba sasa naenda kuomba ridhaa kwa wajumbe wanipe nafasi hiyo, nitaeleza naenda kufanya nini. Ila wakati wa kufanya hayo bado haujafika. Sasa ni wakati tu wa kutangaza nia kwamba ukifika muda nitaenda kuchukua fomu. Nitafanya nini tutaelezana wakati sahihi ukifika. Sababu za kutangaza nia, nataka ni watumikie wananchi wa Bariadi. Nataka nirudishe shukrani. Ni wananchi ambao wamenilea. Nimesoma huko kwa wakati fulani. Natamani kuona wakiishi maisha ambayo ni mazuri. Kwa nataka nirudishe shukrani kwa kuwatumikia kwa uaminifu na uadilifu mkubwa sana, waweze kufikia maendeleo ambayo na tunatamani wote tuwe nayo. Kwa hiyo actually sababu kubwa ni kwamba sitaki maisha ambayo nimeyaishi mimi kipindi nikiwa mdogo kule, changamoto ambazo nilikuwa nazipitia kipindi kile, naona sasa inatakiwa zifike mwisho. Zipo changamoto nyingi ambazo kimsingi tumezipitia kule, na zipo ambazo zimetatuliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu hizi ambazo zimepita, awamu ya kuanzia awamu ya 4, ya 5 mpaka hii ya 6. Lakini sasa kuna, kama nilivyosema awali, kwamba changamoto haziwezi kumalizwa na serikali yoyote ile. Lazima kila serikali inatatua kwa kiasi chake, na kwa sababu ni nchi hii ni kubwa. Tuna takriban ya Watanzania milioni 61,701,120 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Kwa hiyo jimbo pekee la Bariadi vijijini lenye wakazi 383,385 ni asilimia ndogo sana. Kwa hiyo serikali inayo mambo mengi ya kufanya kwa watu wake wengi sana. Lakini binafsi mimi nimechagua kwenda kwenye jimbo ambalo nimezaliwa. Naruhusiwa kugombea popote, lakini nimechagua kwenda kule kwa sababu nina uchungu na wananchi wa jimbo la Bariadi, na ninatamani waishi maisha ambayo ni bora sana. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.